Samia Suluhu atoroka nchini baada ya kupokea barua kali kutoka kwa kizazi cha Gen Z kimuonya kuhusiana na maandamano ambayo yanadhamiriwa kufanyika tarehe 9 Disemba. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope na kumbuka kusubscribe. Usiku wa kawaida wa Novemba uligeuka kuwa kumbukumbu ya kihistoria katika siasa za Tanzania. Kizazi kipya kinachojitambulisha kama Gen Z Tanzania kilivunja ukimya na kutuma barua rasmi kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, barua iliyotangazwa kuwa ishara ya mwisho wa woga na mwanzo wa mwisho wa kizazi cha karne 21. Kwa njia zote rasmi, barua pepe, fax na nakala halisi zilizopelekwa Ikulu, vijana hao walitangaza kile wanachokiita maandamano makubwa endelevu ya amani kuanzia Disemba tarehe 9 mwaka huu, wakidai kujiuzulu kwa rais, wakuu wa vyombo vya ulinzi na mageuzi ya kikatiba. Kile kilichoanza kama ujumbe wa kidijitali kwenye mitandao ya kijamii kimegeuka kuwa sauti ya kisiasa inayotikisa mizizi ya mamlaka na kuamsha mijadala mizito kuhusu mustakabali wa haki za kiraia, uwajibikaji wa viongozi na nafasi ya vijana katika siasa za Afrika Mashariki. Katika barua hiyo yenye kurasa kadhaa iliyochapishwa na kusambazwa kupitia mitandao ya kijamii na wanaharakati kama Maria Sarungi, vijana hao wamedai kuwa kati ya Oktoba tarehe 29 na Novemba tarehe 2 utawala wa Rais Samia ulihusika katika mauaji ya Watanzania 10,000 wasio na hatia. Kauli hiyo nzito ya kutisha na isiyo na mfano katika historia ya kisiasa ya Tanzania ya hivi karibuni imeamsha hisia tofauti ndani na nje ya nchi, na kundi hilo limesema lina ushahidi wa tukio hilo na kwamba uhalifu huu unavunja katiba na mikataba ya kimataifa ya haki za binadamu. Madai haya yamekuja katika kipindi ambacho Tanzania inakabiliwa na changamoto za kiuchumi, ongezeko la ukosefu wa ajira na malalamiko ya ukandamizaji wa sauti za upinzani. Kwa mara ya kwanza, kizazi kilichozaliwa katika ulimwengu wa kidijitali kimeamua kujitokeza si kwa wafuasi wa chama chochote, bali kama watetezi wa haki na uwajibikaji wa kitaifa. Barua hiyo iliyotajwa kwa ishara ya kizazi kinachotambua nguvu yake imesisitiza kuwa maandamano hayo hayataongozwa na chama cha siasa, wanaharakati wala mashirika ya kiraia. Ni harakati ya vijana wanaojiita kizazi huru kisichoweza kununuliwa. Wamepanga kuandamana mchana na usiku hadi pale rais na viongozi wa vyombo vya dola watakapojiuzulu. Kwa mara ya kwanza katika historia ya Tanzania, vijana wanatumia lugha ya uwajibikaji wa moja kwa moja wa mamlaka ya juu kabisa ya nchi. Wameorodhesha majina ya viongozi wakuu wa usalama, akina Camillus Wambura ambaye ni mkuu wa polisi na General John Mkunda, mkuu wa majeshi, wakidai kuwa wamekosa kutimiza wajibu wao wa kikatiba na kimaadili. Wamepiga kambi kwenye ardhi ya kidijitali wakitumia majukwaa ya kijamii kama X, Twitter, TikTok na Instagram kuunganisha sauti, kupanga mikakati na kushirikisha taarifa kwa kasi ambayo mifumo ya jadi ya siasa haijazoea. Hii ni silika ya Gen Z ambao wanazungumza kwa picha, vifungu vifupi na lakini ujumbe wao unapenya haraka kuliko risala za majukwaa rasmi ya kisiasa. Barua hii imeeleza wazi lengo kuu la harakati hiyo, kuhakikisha Tanzania inaingia katika zama mpya za uwazi wa kisiasa na uongozi wa katiba. Kati ya madai yaliyotajwa ni pamoja na kujiuzulu kwa Rais Samia Suluhu Hassan, mkuu wa jeshi la polisi Camillus Wambura na mkuu wa majeshi John Mkunda, kuachiliwa mara moja kwa wafungwa wote wa kisiasa bila masharti, kufanyika kwa mageuzi ya katiba ili kulinda uhuru wa kiraia, haki za raia na uwajibikaji wa viongozi, uchunguzi huru wa kimataifa kuhusu madai ya utajiri usioelezeka unaohusisha majina makubwa katika sekta binafsi na siasa, upelelezi wa tukio la jaribio la mauaji ya Tundu Lissu la mwaka 2017 na vilevile kurejeshwa kwa kulindwa kwa uhuru wa vyombo vya habari kama nguzo ya demokrasia. Na kwa mujibu wa barua hiyo, maandamano yataendelea hadi pale serikali itakapokubaliana na masharti haya na kufikia suluhu ya kitaifa. Kwa maneno yao, vijana hao wanajiweka mstari wa mbele katika mapambano ya haki, wakisema wako tayari kufa kwa ajili ya imani yao. Ni kizazi ambacho hakikuishi enzi za ukoloni wala hakikuona ujio wa vyama vingi, lakini kinajiona kuwa warithi wa historia ndefu
ya mapambano ya uhuru wa kisiasa, na sasa wamechoka na mzunguko wa ahadi, kampeni na maamuzi yanayofanywa bila ushirikishwaji wao. Kwao Disemba tarehe 9 ni siku ya uhuru wa Tanganyika, na vilevile imegeuka kuwa alama ya ukombozi mpya, si dhidi ya wakoloni wa nje bali dhidi ya mifumo inayoiona kuwa inawanyima sauti ndani ya nchi yao, yaani wakoloni weusi. Barua hii imeambatanishwa na wito wa taasisi za kimataifa kama Umoja wa Mataifa UN, Umoja wa Afrika AU na Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC kulinda waandamanaji wa amani dhidi ya ukatili wa vyombo vya usalama. Ni mwaliko wa moja kwa moja dunia kutazama Tanzania, nchi ambayo kwa miongo kadhaa imekuwa mfano wa utulivu barani Afrika, kwa jicho jipya. Kauli hiyo imelipua maswali mapya kuhusu uhuru wa mikusanyiko, wajibu wa dola kulinda raia na nafasi ya vijana katika kubadilisha mifumo ya utawala. Kwa muda mrefu Tanzania imekuwa ikijivunia sifa ya utulivu wa kisiasa na mabadiliko ya amani. Hata hivyo, katika kipindi cha hivi karibuni kumekuwa na ishara ya kuvunjika kwa imani kati ya serikali na wananchi, hususan vijana. Kuongezeka kwa matumaini ama matumizi ya nguvu katika mikutano, taarifa za watu kutoweka na kuzimwa kwa sauti za wakosoaji kumeongezeka msukumo wa hasira za kizazi hiki. Kwa Gen Z, ukimya unamaanisha ushirika katika dhuluma, na kwao barua hii si tishio, ni wito wa kizazi chenye ari kinachotaka kuona mabadiliko ya kimsingi katika mfumo wa uwajibikaji. Katika barua yao, vijana wameweka mpaka wa Disemba tarehe 1 mwaka 2025 kuwa tarehe ya mwisho kwa Rais Samia Suluhu kutangaza kujiuzulu au kukubali mazungumzo ya wazi kuhusu mabadiliko wanayoyataka. Ikiwa hakuna hatua itakayochukuliwa, wamesema maandamano yataendelea bila ukomo, yakiongozwa na misingi ya amani lakini kwa uthabiti usioyumba. Ni tangazo linaloashiria mvutano unaoweza kubadili historia ya taifa. Kwa mara ya kwanza tangu uhuru, kizazi cha kidijitali kinatishia kuhamisha nguvu za kisiasa kutoka kwa taasisi kwenda kwa raia. Kwa wachambuzi wa kijamii, tukio hili ni zaidi ya harakati za siasa, ni dalili ya mabadiliko makubwa ya kijamii. Vijana wamechoshwa na simulizi za uvumilivu na sasa wanataka matokeo. Wanajua kutumia teknolojia, wanajua kushawishi, na wana mtandao mpana unaovuka mipaka ya kitaifa. Na sasa Tanzania inakabiliwa na swali gumu: je, itaweza kusikiliza sauti za kizazi hiki kabla moto wa hasira hujawaka kwa ukubwa usiodhibitika? Barua ya Gen Z kwa Rais Samia si waraka wa kawaida, ni tamko la kizazi kipya kinachoamini kuwa demokrasia haiwezi kuendelea kwa mazoea ya kimya kimya. Ni onyo, ni kilio, na ni mwaliko wa majadiliano mapya kuhusu mamlaka, haki na mustakabali wa taifa. Kadri Disemba 9 inavyokaribia, macho ya dunia yanatazama Dodoma na Dar es Salaam, yakisubiri kuona kama sauti ya vijana itasikilizwa kwa hekima au kukandamizwa kwa mabavu. Kizazi cha 21 kimejipanga kikiwa na simu badala ya silaha, mitandao badala ya magazeti, na imani badala ya hofu. Na ikiwa historia itajirudia, Disemba tarehe 9 inaweza kuwa siku ambayo Tanzania ilianza safari mpya ya ujasiri, uwazi na kizazi kilichothubutu kusema inatosha. Ni hayo tuliyokuandalia kutoka hapa Kenyascope na uchambuzi huo wa kina. Na sasa tunaomba uweze kuzidi kutusupport kwa kusubscribe, kulike na kushare video zetu ili tuweze kufikisha ujumbe huu kwa wengi zaidi. Kumbuka kusubscribe, kulike na kushare video zetu, na vile guza hiyo kengele ya notification ili uweze kupata notification mara tu tunapo upload video mpya.